huduma za uzazi wa mpangilio kwa Zanzibar zimekuwa ni huduma ambazo zina umuhimu mkubwa katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Kwa hiyo leo hapa tumekutana kujadiliana mikakati ya kuhakikisha kwamba vipi tunaimarisha huduma hizi za uzazi wa mpangilio. Kama tunavyojua kwamba kuna vikwazo vingi ambavyo vinatokea wakati wa upatikanaji wa huduma hizi. Kwa hivyo leo hapa tumekutana na wenzetu wa Tanzania Male Involvement TIMIT ambao ni miongoni mwa wadau wanaojishughulisha na masuala mazima ya uzazi wa mpangilio. Pamoja vile vile tumekutana na wenzetu wa UNFPA, shirika la idadi ya watu duniani, ambao na wao vile vile kwa kiasi kikubwa wanaisaidia Wizara ya Afya katika kuhakikisha kwamba huduma hizi za uzazi wa mpangilio zinapatikana katika ngazi zote za vituo vya afya pamoja na hospitali za wilaya hadi mkoa. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo vinavyotokana na uzazi vya mama kutokana na uzazi, vile vile pamoja na vifo vya watoto. Kwa hiyo matokeo ya mkutano huu, tutakuja na mpango mkakati ambao ifikapo 2030 kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa asilimia kubwa ya vifo vitokanavyo na uzazi. Tutakapokutana na wajumbe wa wawakilishi, tunataka tuwape kwanza tunajua tuna wajumbe wapya wa Baraza la Wawakilishi, hasa zile huduma za jamii pamoja na kamati za budget, na wenyewe waelewe umuhimu wa uzazi wa mpangilio, waelewe umuhimu wa kupitisha pesa za ndani kwenye kufanya hizi huduma ziwe endelevu. Kwa hiyo leo tunakaa na hawa wataalamu wa afya, alafu Jumapili tutakaa na zile kamati, kusudi hizi kamati ziwe chachu ndani ya Baraza la Wawakilishi kwenye kuhimiza upatikanaji wa fedha na rasilimali zingine ili kufanya huduma za uzazi wa mpangilio zisiyumbe. Na kama tunavyofahamu, uzazi wa mpangilio unachangia kupunguza vifo vya kina mama kwa zaidi ya 40%. Kwa hiyo hatuwezi kutegemea vifo vya kina mama kutokana na uzazi vipungue wakati huduma ya uzazi wa mpangilio haipatikani. Hatuwezi kutegemea vifo vya watoto wachanga chini ya mwaka mmoja vipungue iwapo wametoka kwa mama ambaye afya yake iliathiriwa na uzazi mwingi uliopita. Kwa hiyo haya ndio madhumuni makubwa ya uwepo wetu siku ya leo hapa na uwepo wetu siku ya Jumapili kwenye Baraza la Wawakilishi. Huduma hizi kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinakwaza huduma hizi. Kwa mfano, kuna mwitikio mdogo hasa kwa wanaume kuweza kuwaridhia ama kuwapa support wenza wao kuweza kutumia hizi njia. Lakini vile vile kuna mwamko mdogo pia kwa akina mama kutokana na wanahofu kulingana na madhara ambayo labda wanasikia katika dhana mbalimbali ambazo wanajamii wanakuwa wanazungumza kuhusiana na njia hizi na changamoto mbalimbali. Lakini nikirudi kutoa wito kwa jamii ni kwamba huduma hizi ni salama endapo mama atakuwa amefanyiwa uchunguzi na kuweza kupatiwa njia kulingana na mahitaji yake, lakini vile vile kulingana na hali yake ya kiafya.